Baada ya wekundu wa Msimbazi Simba Sports kutoa taarifa kwamba hawatashiriki katika mchezo wa leo baada ya mabouncer wa Yanga kuwazuia kufanya mazoezi jana katika muda stahiki wa mechi, leo taarifa ikufikia kwamba uongozi wa Simba Sports umekataa kushiriki mechi hiyo, lakini kila mmoja amekuwa na maoni yake mtandaoni kwa sababu ya Simba Sports kuamua kuchukua maamuzi hayo. Mwanasheria Simon Patrick ambaye amekuwa mwanasheria wa Yanga kutumia ukurasa wake wa Instagram ameandika taarifa hii kuhusiana na maamuzi hayo ya Simba Sports. Kwa mujibu wa kanuni, ni kweli kwamba timu ngeni ina haki ya kufanya mazoezi angalau mara moja kabla ya mechi. Hata hivyo, kwa kuwa ligi yetu inaendeshwa kwa busara na ikizingatiwa kuwa katika mazunguko wa kwanza klabu ya Yanga ilinyimwa haki ya kufanya mazoezi siku moja kabla ya mechi, basi hakuna uhalali wa kuruhusu wenzetu kufanya mazoezi ili kuepuka upendeleo wa aina yote, double standard. Kama mamlaka zingekuwa makini katika kusimamia kanuni kwa kiwango sawa wanaofanya katika kutoa faini kwa vilabu na kuwafungia wasemaji, hali hii isingekuwepo. NB, fanyeni yote, Afrika nzima inasubiri dabi ya Kariakoo. Hayo ndio maneno Simon Patrick, lakini kukumbusha kuwa hii sio mara ya kwanza kwa dabi ya Kariakoo kushindwa kuchezwa. Mwaka 2021 mchezo kati ya Simba na Yanga ulipaswa kuchezwa saa 11 kutokana na dharura zilizokuwa nje ya uwezo wa TFF. Waliamua kusogeza mchezo huo kutoka saa 11 kwenda saa 1 usiku. Vilabu vilipewa taarifa ya mabadiliko ya muda kutoka saa 8 mchana. Cha kushangaza ni kuwa Yanga walipata na kuona taarifa, lakini walileta timu saa 11 jioni, wakafanya warm up, lakini baada ya muda waliondoka uwanjani bila kusubiri sababu waje saa 1 mechi ichezwe. Kiufupi, wakasingizia kwa nini TFF wabadilishe muda. Kwenye video ni mashabiki wa Yanga wakishindikiza gari hilo likiondoka huku wakiimba TFF kuwa wamepanga kwa hujumu. Hapa ni TV Sports Update. Mimi ni Ramadhani Juma, mwenendo wa wangu ni Edwin TZA.